Budget. Kwanza nitaongelea maana ya budget ni nini. Budget ni makadirio ambayo yanafanywa na mtu kuhusu mapato na matumizi. Na hii inaweza ikafanyika budget kwa mwezi, budget kwa robo mwaka, kwa nusu mwaka na kwa mwaka mzima. Na kwa nini tunafanya budget? Tunafanya budget ili iweze kutusaidia katika matumizi yetu ya kila siku, ili tusije tukajikuta kwamba tumekuwa na matumizi makubwa juu ya budget kadiri ya makadirio yetu tulivyoyakadiria, ambayo itakuwa inasaidia katika kipato chetu na itatusaidia kutulinda sisi ama kama taasisi ama kama mtu binafsi, ili uone ni namna gani unaweza ukapunguza katika matumizi yako na ni namna gani unaweza ukaendelea kuzalisha ili uendelee kupata kipato zaidi. Nenda kuuliza swali moja kwa moja. Tumezungumzia budget. Ni kwa nini au kuna umuhimu gani? Na kuna umuhimu gani kwa nini napenda kuhimiza watu kuwe na budget? Ninahimiza kwamba watu tuwe na budget, na ni vizuri tuwe na budget kwa sababu inatusaidia ili tujikite ama tubaki katika malengo yale ambayo tumejiwekea, kwa sababu nimesema kwamba tangu mwanzo budget ni makadirio ambayo yanafanywa na mtu ama taasisi ili waweze kutembea katika yale makadirio waliojiwekea ili watimize lile lengo lao kwa ajili ya kupata faida. Ndio kwa swali lingine ambalo ni mbali sana. Swali lingine napenda kuuliza kwamba sasa umezungumzia kuhusu kwamba watu wote tuwe na budget ili tuwe na weka nini wa mambo yetu ya nini. Mama. Sasa la pili napenda kuuliza kwa nini wengi wanaokuwa na budget wanapenda kupewa maneno labda mabaili, wengine wanataka kufikia nini? Kufikia malengo wakati wakiwa na budget. Nini chanzo ambacho kinasababisha mpaka kufikia malengo ingawa wana budget? Nitaanza na swali la kwanza ambalo umeniuliza kwamba watu wanaitwa baili sana sana wale wanaodili na budget, ama tuseme watu wanaoitwa wahasibu. Wanakuwa baili kwa sababu wenyewe wanakuwa wanalinda ile bajeti yao, kwa sababu yale makisio ukijikuta kwamba mmetumia zaidi, wewe ukipenda kumsikiliza kila mtu anayekuja unampatia kila anachohitaji, kila mtu unampatia anachohitaji, utajikuta mwisho wa mwisho hamtakuwa katika malengo yenu yale mliojiwekea. Kwa hiyo utajikuta mmeenda nje ya budget, mmetumia nje ya budget. Kwa hiyo ndio maana wanajikuta kwamba wale watu watamuita yule mhasibu ni baili, ama yule mtu ni yani atashindwa kueleweka katika jamii. Naona. Na swali la pili umesema juu ya ni kwamba ni kwa nini watu wanashindwa kufikia malengo ingawa na budget yao. Nini chanzo kinachowapelekea kwamba washindwe kufikia malengo ya budget? Ni kama nilivyoeleza kwamba unajikuta mmejiwekea budget, mmejiwekea malengo ya budget, lakini wewe unashindwa kumaintain ili watu wasije wakakuita baili. Hasa unapojikuta unataka kutengeneza na urafiki na watu wengine, utatoa zaidi ya kile ambacho umekadiria. Kwa hiyo mwisho wa mwisho utajikuta mmeshajitoa katika malengo. Kwa hiyo ni vizuri tu kwamba mimi ningeshauri ni vizuri ukubali kuitwa baili ili kwamba siku zote uweze kubaki ndani ya budget, ndani ya makadirio yenu mliojiwekea kama taasisi na kama mtu binafsi. Asanteni sana, ninawashukuru, na kama utafurahia video yetu na mazungumzo yetu